Jambo na habari za asubuhi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info popote pale ulipo. Tunakukaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 24 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na tunakushukuru sana kuungana nasi katika matangazo yetu ya Kivu News Info, sauti ya kweli na taarifa sahihi. Ni mwanzo mpya wa siku nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa neema na rehema zake. Basi endelea kuwa nasi katika taarifa hii ya asubuhi ambako tutakuletea habari muhimu za kuaminika na zenye mguso moja kwa moja katika maisha yetu ya kila siku kutoka ndani na nje ya nchi. Basi tunakukaribisha ungane nasi hadi mwisho na usipitwe na lolote. Naendelea kumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 24 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika eneo la Kale, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama endelea kuwa ya kutisha, huko vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia vikiongezeka siku hadi siku. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwepo kwa angalau vizuizi 27 vinavyodhibitiwa na watu wenye silaha kwenye barabara wanaelekea katikati ya Kalonge, anaozua hofu kubwa kwa wasafiri na wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na taarifa zilizowasilishwa na wenzetu wa eneo hilo, mateso na usumbufu huanza mara tu wasafiri wanapoacha barabara kuu ya taifa namba 3 na kuingia kwenye barabara ndogo inayoelekea Kalonge. Njia hiyo ambayo ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi na kijamii imegeuka kuwa mtego wa hatari unaowakabili abiria kila siku. Hali hiyo haimaliziki katika eneo la Kalonge pekee, bali inaendelea hadi kufikia mipaka eneo la Shabunda na hata katika sheferia Nyinja iliyoko katika wilaya ya Kabare. Kila kizuizi kinachokutana njiani kinadaiwa kuwa na masharti yake, lakini jambo linalofanana na kwamba abiria hulazimishwa kutoa fedha ili kuruhusiwa kupita. Abiria wengi wanalalamika kuwa fedha hizo zinatozwa ni kubwa na hazina uhalali wowote wa kisheria. Wengi hulazimika kutoa fedha hizo kwa hofu ya maisha yao, huku wale wanaokosa wakumbana na adhabu kali. Baadhi ya mashuhuda wanasema kuwa watu wasio na uwezo wa kulipa hukumbana na vipigo, mateso ya kinyama na hata vitisho vya kuuawa. Tukio la kusikitisha zaidi liliripotiwa hivi karibuni na ni la mzee mmoja mwenye umri wa miaka 63 ambaye alijeruhiwa kwa kupigwa risasi baada ya kushindwa kutoa fedha hizo katika moja ya vizuizi hivyo. Tukio hilo limeboa hasira na huzuni kubwa miongoni mwa wakazi, kuonyesha wazi kiwango cha ukatili kinachoendelea katika eneo hilo. Zaidi ya hayo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya watu lengwa makusudi wakati wa mchana kisha kufuatiliwa kwa kushambuliwa wakati wa jioni au usiku. Hali inaashiria kuwepo kwa mtandao wa uhalifu uliopangwa unaolenga wanyanyasa raia wasiokuwa na hatia. Wakazi na watumiaji wa barabara wanaendelea kulahani hali hiyo kwa sauti kubwa, wakisema kuwa imeathiri vibaya maisha yao ya kila siku. Biashara zimeathirika, usafiri umekuwa na hofu, na hata huduma muhimu kama afya na elimu zimeanza kuyumba kutokana na ukosefu wa usalama wa uhakika. Wito mkubwa unaendelea kutolewa kwa mamlaka zinazodhibiti maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuingilia kati kwa haraka iwezekanavyo, na wananchi wanataka kuona vizuizi hivyo haramu vinaondolewa mara moja, wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria na usalama unarejeshwa ili kuruhusu shughuli za kawaida kuendelea bila hofu. Hadi sasa kuna hatua madhubuti zilizoripotiwa kuchukuliwa kumaliza hali hiyo, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu ufanisi wa uongozi na mifumo ya usalama katika maeneo hayo. Wakati huo wananchi wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi, wakihofia maisha yao na yao ya kila siku wanapotumia njia hiyo muhimu. Hii ni hali inayohitaji hatua za haraka na za dhati, kwani kuchelewa kuchukua hatua kunaweza kuendelea kuhatarisha maisha ya watu wengi wasiokuwa na hatia. Baada ya karibu ya mwezi mmoja wa ziara na majukumu rasmi nje ya mipaka ya jimbo lake, Gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki amerejea rasmi katika mji wa Uvira, ambao kwa sasa ni makao ya muda wa taasisi za serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, iliyokuwa hiyo siku ya jana tarehe 23 Aprili mwaka 2026. Mapokezi makubwa na kihistoria yameandaliwa katika mpaka wa Kavimvira, ambako gavana huyo amepokelewa na naibu gavana Jean-Jacques Elakano. Akizungumza kwa wajumbe wa kamati ya usalama wa mkoa, waziri pamoja na wanachama wa serikali wa mkoa, mamia wakazi walitokeza kwa
kwa wingi wakishangilikia na kumlaki kwa furaha kubwa kiongozi anajulikana kama kwa jina la utani Magufuli wa Kivu Kusini, wakionyesha matumaini yao mapya juu ya uongozi wake. Mara baada ya kuwasili, Profesa Jean-Jacques Purusi alitoa shukrani zake kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, akipongeza juhudi zake katika kuimarisha amani, usalama na maendeleo nchini. Katika hotuba yake, gavana huyo alikumbusha pia maazimio makuu ya mkutano wa 13 ya magavana uliofanyika Bandundu, akisitiza umuhimu wa kuimarisha uthabiti wa taasisi za mikoa ili kuhakikisha utawala bora na maendeleo endelevu. Akiangazia ziara yake hivi karibuni katika nchi ya nje, gavana Purusi alieleza kuwa alitembea nchini Tanzania, hususan mji wa Kigoma, ambako alishiriki kikamilifu katika kongamano la biashara la uwekezaji wa Ziwa Tanganyika. Alifika katika jiji la Dar es Salaam ambako alikutana na viongozi wakuu wa nchi hiyo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya mkoa wa Kivu Kusini na Tanzania. Katika hatua nyingine ya kupambana na changamoto za kiuchumi, gavana alibainisha kuwa jimbo la Kivu Kusini limekuwa likipoteza mapato mengi kutokana na udanganyifu wa kifedha katika biashara ya nchi jirani, hasa Tanzania. Alifichua kuwepo kwa baadhi ya waigizaji bidhaa wanaoshukisha nyaraka ili kuwapa kodi, jambo linalozofisha uchumi wa mkoa. Kutokana na alitangaza kuwa hatua madhubuti zimeanza kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa huduma za forodha za Tanzania ili kuhakikisha kodi zote zinalipwa ipaswavyo. Katika habari njema kwa wakazi wa Uvira na Kivu Kusini kwa ujumla, gavana Purusi alitangaza kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameridhia mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege katika mji wa Uvira. Alieleza kuwa maandalizi ya kuanza kwa ujenzi huo yako katika hatua za mwisho na kazi inatarajiwa kuanza hivi karibuni, jambo litarahisisha usafiri na kukuza uchumi wa eneo hilo. Kama ilivyo desturi yake, baada ya mapokezi ya gavana alifanya matembezi ya umma katika barabara ya taifa namba 13, akitembea bega kwa bega na wananchi waliokuwa na shauku kubwa ya kuonesha sapoti yao. Maandamano ya amani yalimalizika katika makazi yake ya Kilomoni, huku wakazi wakionyesha matumaini makubwa juu ya mustakabali wa mkoa wao chini ya uongozi wake. Tukio hilo limechukuliwa kama ishara ya kurejea kwa kasi kwa shughuli za kisiasa na kiutawala katika jimbo la Kivu Kusini, huku wananchi wakitarajia kuona mabadiliko chanya katika siku zijazo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kupamba moto ndani ya bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia uamuzi wa mkutano wa mawaziri wa bunge kuidhinisha rasmi kuwa hoja kutokuwa na imani dhidi ya makamu waziri anayehusika na mambo ya ndani na usalama Jacquemain Shabani Luko itajadiliwa katika kikao cha wazi cha wabunge siku ya Jumatatu tarehe 27 Aprili mwaka 2026. Uamuzi unakuja baada ya takriban wiki mbili za mvutano, vikwazo na mikakati ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea ndani ya chumba cha chini cha bunge. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kulikuwa na upinzani mkali uliolenga kuchelewesha au hata kuzima kabisa mchakato huo. Hata hivyo, viongozi wa bunge wameamua kuliruhusu swala hilo lifikishwe mbele ya wabunge wote ili lipatiwe uamuzi wa uwazi. Mambo yamekuwa magumu na kumekuwa na vikwazo vingi, lakini tumeona ni muhimu kwa vikao vya wazi kuamua, ameeleza mmoja wa wajumbe wa ofisi ya bunge. Alithibitisha kuwepo kwa mvutano mkubwa nyuma ya pazia. Hoja hiyo iliwasilishwa tarehe 13 Aprili na mbunge Ladi Nyango Likala, mwakilishi wa mji wa Kisangani katika jimbo la Chopo na mwanachama wa muungano wa kisiasa Union Sacrée de la Nation. Katika hoja yake, makamu waziri mkuu anashutumiwa kwa kile kinachoelezwa kwani ni usimamizi dhaifu wa hali ya usalama nchini kote, hususan katika mji wa Kinshasa. Mbali na tuhuma hizo, waraka huo pia unamtuhumu kwa kuzuia udhibiti wa bunge wa kibunge, kuvuruga mgawanyo wa madaraka kati ya miili ya dola, pamoja na kutumia vibaya mamlaka yake kwa maslahi ya kisiasa. Hata hivyo, mchakato umegeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa. Baadhi ya wabunge waliotia saini hoja hiyo wameripoti kuwepo kwa shinikizo kutoka kwa vyama vyao vya kisiasa wakilazimishwa kuondoa uungwaji mkono wao. Tayari angalau mbunge mmoja alithibitisha rasmi kuondoa saini yake. Wakati huo limechukua mkondo wa kisheria baada ya kufunguliwa kwa kesi katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa karibu ya mahakama ya juu Cour de Cassation, ambako malalamiko ya kugishi nyaraka hiyo yamewasilishwa dhidi ya mwanzilishi wa hoja hiyo. Baadhi ya wabunge wamejitokeza hadharani kupinga uhalali wa saini zao kwenye waraka huo,
Kutoka upande kwa wanaomuunga mkono Jacquemain Shabani, sasa lawama zimeelekezwa kwa baadhi ya viongozi wa ndani cha chama cha tawala UDPS wakivitumu kuchochea mgogoro hii ya ndani. Hali hiyo imeibua maswali mapya kuhusu mgawanyiko unaoweza kuwepo ndani ya muungano Union Sacrée ambako hadi sasa ulikuwa ukionekana kuwa na mshikamano. Kadri tarehe ya mjadala inavyokaribia, macho ya wananchi na wachambuzi wa siasa yameelekezwa katika bunge la taifa wakisubiri kuona iwapo hoja hiyo itapita au itazimwa na mizani ya kisiasa iliyopo. Hatua inaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa siasa za nchi na udhibiti wa serikali kwa ujumla. Katika muktaba wa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru ya 9 ya mazungumzo kati ya wajumbe wa serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 haikuleta mafanikio yoyote kuhusu suala nyeti la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Taarifa hiyo imetolewa siku ya jana Jumatano tarehe 22 Aprili na Benjamin Mbonipa, katibu wa kudumu wa waasi wa M23 na mmoja wa wajumbe wa mazungumzo hayo yaendelea chini ya mchakato wa Doha yalifanyika safari hii mjini Uswisi. Akizungumza na waandishi wa habari hiyo siku ya jana, Mbonipa alieleza kuwa kwa mujibu wa upande wa waasi, kufungwa kwa uwanja huo wa ndege kulifanywa na serikali ya Kinshasa na sio waasi wa M23. Ameongeza kuwa harakati yake haipingiki kufunguliwa kwa uwanja huo, bali inaunga mkono juhudi za kurejesha huduma hiyo muhimu kwa wananchi wa eneo hilo. Katika maelezo yake alisisitiza kuwa suala la kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma linahitaji kuangaliwa kwa kina zaidi, hasa katika vipengele vya kiufundi na kiusalama. Alidai kuwa kabla ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuondoka mjini Goma, miundombinu ya uwanja huo iliharibiwa vibaya na kuporwa, hali iliyofanywa kuwa sasa kama uwanja wa kawaida na usio na vifaa kamili. Kwa mujibu wake, sehemu kubwa ya uwanja huo imeathiriwa na mabomu na baadhi ya maeneo yakiwa yametengwa mabomu ya ardhini, huku mnara wa kuongeza ndege ukiwa haufanyi kazi tena. Kutokana na hali hiyo, anahoji sababu ya kushinikiza M23 kufanya marekebisho ambayo si jukumu lake. Mbonipa amefichua kuwa suala la uwanja wa ndege pamoja na lile la taasisi la kifedha lilokuwa likijadiliwa na kina katika mazungumzo ya Uswisi, lakini inadaiwa kuwa wajumbe wa serikali ya Kinshasa walibanisha msimamo katika dakika za mwisho, jambo lilozua kufikiwa kwa mwafaka. Pamoja na tofauti hizo, amesema kuwa M23 iko tayari kuendelea na mazungumzo kuhusu kufunguliwa kwa uwanja huo, lakini inasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa zamana za usalama ili kuhakikisha kuwa miundombinu hiyo haitatumika kwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Kwa upande mwingine, viongozi wa juu wa waasi wa M23 wamekuwa wakisisitiza tangu awali kuwa wao ni miongoni mwa wanaotaka kuona uwanja wa ndege wa Goma unafunguliwa upya. Hata hivyo, amekuwa akieleza kuwa hakuna changamoto za kiusalama, kiufundi na hata za kutawala zinazohitaji kushughulikiwa kwanza kabla hatua hiyo kuchukuliwa. Hali hii inakuja wakati ambako juhudi za kimataifa zinaendelea kuimarishwa ili kusaidia kurejesha utulivu katika eneo la Maziwa Makuu. Na ikumbuke kuwa tarehe 13 Oktoba mwaka jana, mkutano wa kimataifa uliofanyika mjini Paris ulikuwa na msisitizo mkubwa katika kusaidia amani na ustawi wa eneo hilo. Katika mkutano huo iliandaliwa kwa ushirikiano kati ya Ufaransa na Togo, zaidi ya euro bilioni 1.5 zilitangazwa kwa msaada, ikiwa ni pamoja na fedha za dharura kwa ajili ya msaada wa kibinadamu. Moja ya maazimio makubwa ilikuwa ni kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kwa matumizi ya kibinadamu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alieleza wakati huo kuwa kufunguliwa kwa uwanja huo kungekuwa ishara muhimu katika matumaini kwa wananchi wa Kivu Kaskazini ambao wanaendelea kuasiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kivita. Hata hivyo, licha ya matumaini yao, tofauti za kisiasa na kiusalama kati ya pande husika bado zinaendelea kuwa vikwazo vikubwa katika utekelezaji wa hatua hiyo muhimu, huku mazungumzo yakiendelea kusubiri mwafaka utakaoweza kuruhusu kurejea kwa shughuli za anga katika mji wa Goma. Wakati hali ya utulivu na tahadhari ikiendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Walikale, hali ya usalama bado inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika maeneo mengine ya Kivu Kaskazini, hususan katika maeneo ya Kalembe katika wilaya Masisi pamoja na Kalonge katika wilaya Walikale, maeneo kondani yaliyopo mpakani mwa wilaya hizi mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, maeneo yamekuwa kikumbwa na mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa makundi ya wazalendo wale wanaofanya wananchi kuishi katika mazingira ya hofu ya kudumu kila siku. Inaelezwa kuwa makundi hayo ya wazalendo yamekuwa makao makuu ya kijeshi karibu kabisa na vijiji vya Kalembe na Kalonge, jambo linalowapa uwezo wa kufanya mashambulizi ya kushtukiza hasa nyakati za usiku. Ndani ya wiki iliyopita pekee, mashambulizi yasiyopungua 3 yameripotiwa, mengine yakiambatana na uporaji wa mali za raia. Kutokana na hiyo, maisha kila siku ya wakazi wa maeneo yamegeuka kuwa mateso makubwa. Wananchi pamoja na wakimbizi wa ndani waliokimbia maeneo haya wakitafuta usalama sasa wanajikuta wakiishi katika hali mbaya zaidi, huku na ya hofu na kukosa
matumaini. Mmoja wa wakazi wa Kalonge anasema kuwa hawana tena usingizi nyakati za usiku, kwani kila kelele inafanya wawe tayari kukimbia msituni ili kuokoa maisha yao. Kauli hiyo inaakisi hali halisi ya hofu inayotanda katika eneo hilo. Kwa upande wake, mkimbizi mmoja aliyekimbia Kalembe anaeleza kuwa hawajui tena pa kuelekea, kwani walikimbia mapigano katika maeneo yao ya awali wakiamini wakitapata usalama, lakini sasa wanajikuta tena katikati ya hatari ile iliyokuwa waliofanya wao kukimbia. Katika baadhi ya matukio, milio ya risasi na silaha nzito imekuwa ikisikika mara kwa mara, hali iliyozua mshtuko mkubwa kwa kisaikolojia miongoni mwa wananchi. Familia nyingi hulazimika kulala mafichoni hata msituni huko katika mazingira magumu ili kujinusuru na mashambulizi ya ghafla. Hali ya kibinadamu nayo imezidi kuwa mbaya, huku upatikanaji wa chakula, huduma za afya na maji safi ukiendelea kuwa changamoto kubwa. Watoto wengi wameshindwa kuendelea na masomo yao kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya. Mama mmoja mkimbizi alalamika kuwa watoto hao hawaendi tena shule na wanaishi bila msaada wowote, bila ulinzi na bila matumaini ya kesho iliyo bora. Kauli ile inaonyesha kwa kina ukubwa mgogoro unaendelea katika eneo hilo. Kutokana na hali ya kutisha, wakazi wa Kalembe na Kalonge wameendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha usalama katika maeneo yao. Wanasisitiza kuwa hatua hizo zitawezesha kurejea katika maisha kawaida na pia kuruhusu wakimbizi kurejea katika maeneo yao ya asili. Hata hivyo, hadi sasa bado inaonekana kuwa ni tete, huku mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiunga mkono wa wazalendo vinaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Kwa sasa maelfu ya raia wanaendelea kuishi katika mzunguko wa hofu, wakikabiliwa na ghasia zisizoisha, huku wakisubiri kuwa hamu ya kurejea kwa amani ya kudumu ambayo bado inaonekana kuwa mbali kufikiwa. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tahadhari kubwa imetolewa kusini mwa wilaya Irumu mkoani Ituri, ambako hali ya kibinadamu imefika kiwango cha kutisha sana katika kambi ya kanisa ya Kianglikani iliyopo Komanda. Katika eneo maisha ya wakimbizi wa ndani yamekuwa hatarini, huku takribani watu 13,000 wakiishi katika mazingira magumu sana ya ukosefu wa chakula na huduma muhimu. Baada zaidi ya miaka 4 tangu walipowasili katika kambi hiyo, matumaini yao ya kurejea nyumbani yameendelea kufifia, huku hali ya maisha ikizidi kuzorota siku hadi siku. Kutokana na kukosa fursa kulima katika maeneo yao ya asili yaliyopo katika maeneo ambayo bado hayana usalama, vile katika sheferia ya Walese Vontuku na kando ya barabara namba 4, wakazi wanategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa kibinadamu ambao kwa sasa umepungua kwa kiwango kikubwa. Kiongozi wa block ya 4 katika kambi hiyo, Kalubalunza Desire, anaeleza kwa hali ni ngumu sana, akisisitiza kuwa uhaba wa chakula unaweka hatari maisha ya watoto na watu wengine walioko katika mazingira magumu. Ameomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali na mashirika ya kibinadamu ili kuokoa maisha ya watu hao. Kwa wengi wa wakazi wa kambi hiyo, mateso hayo yalianza mwezi Septemba mwaka 2021 walipolazimika kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi ya silaha, hususan waasi wa ADF. Walipofika Komanda, walikuwa na matumaini kwa kuangekaa kwa muda mfupi kabla kurejea nyumbani, lakini sasa hali imekuwa tofauti sana. Leo hii, baada zaidi ya miezi 154 ya kuishi kambini, msaada wa dharura umeanza kupungua, huku mahitaji yakiendelea kuongezeka. Kambi ya Komanda imekuwa mfumo wa wa mgogoro muda mrefu, ambako hali ya wakimbizi inaonekana kuwa ngumu kwa wingi kutokana na ukosefu wa usalama wa kutosha katika maeneo yao ya asili. Hali hii sio ya Komanda pekee, bali na kisi ukubwa mgogoro wa Ituri kwa ujumla, ambako tangu kuibuka kwa upya mapigano ya mwaka 2017 mamilioni ya watu yameathirika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Katika mazingira haya, hatari ya njaa imekuwa kubwa zaidi, huku wataalamu wakionya kuwa bila hatua za haraka vifo vinatokana na utapiamlo vinaweza kuongezeka katika siku zijazo. Takwimu zinaonyesha kuwa tayari mwaka 2025 75% ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 walikumbwa na utapiamlo, hali inayotia hofu kubwa kwa mustakabali wa kizazi kijacho. Na katika hali mbaya, wakazi wa kambi ya Komanda wanaendelea kutoa wito kwa dharura kwa serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati kwa haraka, hasa katika swala la upatikanaji wa chakula na huduma za msingi. Kwa sasa maelfu ya maisha yapo hatarini, huku matumaini ya wengi yakibaki katika hatua za haraka zitakazoweza kuokoa maisha yao na kurejesha angalau hali ya kawaida katika eneo hilo lilokumbwa na mateso ya muda mrefu.
Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kutisha, huku athari za muda mrefu za mgogoro za kivita zikizidi kujitokeza kwa nguvu katika jamii hii. Katika eneo la Erengeti iliyopo takriban kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini, watoto wasiopungua 352 wamezaliwa kutokana na mimba zinazotokana na vitendo vya ukatili na kingono vinavyotekelezwa na makundi ya silaha ambao bado wanaendelea kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Taarifa hii ya kutisha iliwasilishwa siku ya Jumanne tarehe 21 Aprili mbele ya mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, James Swan, alipokuwa akifanya ziara yake katika eneo hilo kwa lengo la kutathmini hali ya usalama pamoja na changamoto za kibinadamu zinazowakabili wakazi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Katungu Rehema, mkuu wa ofisi ya idara ya jinsia, familia za watoto katika gavumenti ya Bambusa Kasiki, hali ya watoto hao ni mbaya sana, kwani wengi wameachwa na wazazi wao, hasa mama zao walipopata mateso makubwa ya kisaikolojia kutokana na ukatili waliokumbana nao. Inaelezwa kuwa wanawake wengi wamebeba mimba hizo kwa kulazimishwa, hali inayoacha majeraha ya kina ya kimwili na kiakili. Baadhi yao hawakuweza kuwalea watoto wao na hivyo kulazimika kuacha mikononi mwa familia za kuwalea ambazo hazina uwezo wa kuwapatia huduma stahiki. Kwa sasa watoto wengi wanaishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha wa kiafya, kielimu wala kijamii. Wengi wao hawajui hata utambulisho wa wazazi wao, jambo linalozidi kuongeza changamoto katika malezi na ukuaji wao. Katungu Rehema anasisitiza kuwa hali hii inahitajika hatua za haraka na za dharura, akieleza kuwa wanawake wengi wameathiriwa vibaya na vita, wakikumbwa na mimba zisizotarajiwa, vifo vya watoto pamoja na ukosefu wa huduma za afya kwa mama na watoto. Ameeleza kuna ongezeko kubwa la mayatima, wajane pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na ukatili wa kingono unaotekelezwa na makundi hayo ya silaha katika maeneo hayo. Kwa mujibu wake, idadi ya watoto hiyo inaendelea kuongezeka hasa kutokana na familia nyingi zilizokimbia maeneo ya Idou, Mambelenga na Ndalia yaliyoko katika mkoa jirani wa Ituri na kukimbilia Erengeti wakitafuta usalama. Hata hivyo, licha kukimbia vita, wakazi wa eneo hilo bado wanakabiliwa na changamoto kubwa za maisha, huku wakihitaji msaada haraka kutoka kwa serikali pamoja na mashirika ya kimataifa ya kulinda haki za watoto. Kwa jumla, hali ya Erengeti inaakisi kwa kina madhara makubwa ya vita vinavyoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, ambako wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mateso. Kwa sasa wito mkubwa umetolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za dharura kulinda watoto hawa na kupatia msaada unaostahili pamoja na kuhakikisha kuwa vitendo vya ukatili vinakoma na wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Katika juhudi za kuimarisha usalama na kulinda raia katika mkoa wa Ituri, gavana mkoa huo Jenerali John Luboya Shikama amezidisha tena umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Kauli hiyo ilitolewa siku ya jana Jumatano tarehe 22 Aprili kufuatia mkutano wake na mkuu wa MONUSCO James Swan uliolenga kuimarisha operesheni za pamoja katika wilaya ya Mambasa, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa waasi wa ADF. Kwa mujibu wa gavana Luboya, ushirikiano huo ni muhimu sana katika kuongeza nguvu za kijeshi na kuimarisha ulinzi wa raia hasa katika maeneo yaliyoathirika zaidi na vitendo vya makundi ya silaha. Ameeleza kuwepo wa MONUSCO katika wilaya ya Mombasa utasaidia kuongeza kasi ya operesheni za kuwatafuta na kuwadhibiti waasi hao. Gavana huyo amelaani vikali uwepo wa hisia hasa zidi ya MONUSCO katika baadhi ya maeneo ya Ituri, akisema kuwa kauli hiyo inachochewa na watu wenye nia ya kuvuruga amani. Amesema kwa MONUSCO ipo kwa ajili ya kusaidia kulinda raia na kuleta utulivu, hivyo sio sahihi kwa wananchi kuwa na mtazamo hasi dhidi ya washirika watakaosaidia juhudi za kurejesha amani. Kwa mujibu wake, propaganda hizo hasi ni matokeo ya upotoshaji unaofanywa na makundi na maadui wa amani. Katika hatua nyingine, gavana Luboya ameeleza kuwa juhudi za uhamishaji zinaanza kuzaa matunda, huku wananchi wakianza kuelewa umuhimu wa ushirikiano kati ya jeshi la taifa na vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa. Amewataka wakazi wa Ituri kuunga mkono ukamilifu juhudi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na MONUSCO ili kuhakikisha kuwa amani inarejea katika maeneo yote yanayokumbwa na migogoro. Kwa kumaliza, ameeleza kuwa matukio ya ushirikiano huo yataanza kuonekana hivi karibuni, hasa kupitia ongezeko la uwepo wa vikosi katika wilaya Mombasa, hatua ambayo inalenga kuhakikisha ulinzi wa raia unaimarika na vitendo vya makundi ya silaha vinapungua.
Katika eneo la Kichanga lipo katika grumenti ya Bashali Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, wananchi wanakabiliana na ongezeko kubwa la bei za bidhaa za mafuta, hali ambayo imeanza kuathiri moja kwa moja maisha yao ya kila siku kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Lise Bateshi, rais wa wauzaji wa mafuta aina ya mazuto na petroli katika soko la eneo hilo, bei ya lita moja ya mafuta imepanda kwa kasi kubwa kutoka pesa 35,000 hadi pesa 4,000 na sasa imefikia kati ya pesa 4,050 hadi 5,000 za Kongo. Ongezeko hilo linatokana hasa na changamoto za upatikanaji wa bidhaa hizo ambazo zimechangiwa na ile usalama isiyo thabiti pamoja na ubovu wa miundombinu ya barabara katika eneo hilo. Licha changamoto hiyo, viongozi na wauzaji wa mafuta wanatoa wito kwa wafanyabiashara kuendelea na shughuli zao ili kuepuka kuzidisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi ambao wengi wao wanategemea biashara ndogo ndogo kwa ajili ya kujikimu. Kwa mujibu wa Lise Bateshi, kusitisha biashara hiyo kungekuwa na athari kubwa kwa zaidi ya familia nyingi zinazotegemea kipato cha kila siku kutoka kwenye shughuli hizo za uzaji wa mafuta. Hali hii tayari imeanza kuleta madhara katika sekta mbalimbali za maisha ya jamii ya Kichanga. Madereva wa pikipiki ambao ndio watumiaji wakuu wa mafuta katika eneo hilo wanasema wameathirika moja kwa moja na ongezeko hilo la bei. Mmoja wa madereva, Jean-Claude Herrera, amesema kuwa zamani alikuwa akitumia pesa 10,000 za kufanya kazi siku nzima bila matatizo, lakini sasa amelazimika kuongeza nauli ili kuendana na gharama za mafuta, jambo linalofanya wateja kulalamika. Kwa upande wa wafanyabiashara hasa wa bidhaa sokoni, wamesema pia wameathirika kutokana na ongezeko la gharama la usafirishaji. Wanasema kuwa wameeleza kuwa ni lazima kuongeza bei za bidhaa zao ili kulinda gharama, jambo linaloweza kuleta migogoro kwa wateja. Wakulima nao wajajazwa katika mgogoro huo wa kiuchumi, wameeleza kuwa sasa ni vigumu kusafirisha mazao kutoka shambani hadi sokoni kutokana na gharama kubwa za usafiri. Wengine hulazimika kuacha mazao ya kuharibika kwa kukosa uwezo wa kuyafikisha sokoni kwa wakati. Hali inaonyesha kwa jinsi ongezeko la bei la mafuta linaloathiri mnyororo mzima wa uchumi wa ndani, kuanzia uzalishaji, usafirishaji hadi uuzaji wa bidhaa kwa mlaji wa mwisho. Kutokana na hiyo, wakazi wa Kichanga wameomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kukidhi bei za mafuta na kuboresha upatikanaji wake ili kupunguza mzigo kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi katika eneo hilo. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hali ya magereza nayo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya ripoti mpya kuonyesha vifo vya wafungwa vinavyoongezeka kutokana na mazingira magumu ya kizuizini. Kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji iliyotolewa Jumatatu tarehe 12 Aprili na mtandao wa haki za binadamu, jumla ya wafungwa 29 wamefariki dunia katika kipindi cha robo ya kwanza mwaka 2026 ndani ya magereza mji ya Beni na Butembo. Ripoti inaeleza kwa sababu kuu ya vifo hivyo ni msongamano mkubwa wa wafungwa, ucheleweshaji wa malipo ya fuku ya serikali na taasisi za magereza pamoja na kucheleweshwa kusikilizwa kwa kesi mahakamani. Inaongeza kuwa idadi kubwa ya wafungwa walioko magerezani bado haijawahi kuhukumiwa rasmi. Katika gereza kuu la Kwangura iliyoko Butembo ambalo lina wafungwa 1311, vifo 9 vimeripotiwa tangu kuanza kwa mwaka huu. Wakati huo katika gereza la Kangaba iliyoko Beni, wafungwa 12 wamefariki dunia katika kipindi hicho cha miezi mitatu ya kwanza mwaka 2026. Hata hivyo, kuna vifo kilichoripotiwa katika gereza Lubero katika kipindi hicho. Moja changamoto kubwa inayoibanishwa ni tatizo la utapiamlo hasa katika gereza la Kangabai mjini Butembo, Beni, ambako hali ya chakula ni duni na haitosheleji mahitaji ya wafungwa. Kwa ujumla, magereza ya Beni na Butembo yanakabiliwa na changamoto zinazofanana, ikiwemo msongamano wa wafungwa, ukosefu wa fedha za uendeshaji na ucheleweshaji wa msaada wa kifedha kutoka serikalini. Hali imepelekea mazingira ya magereza kuwa magumu sana kwa wafungwa wanaozuiliwa humo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo, jumla wafungwa 3,310 wanashikiliwa katika magereza ya Beni, Butembo na Lubero, wakiwemo wanawake 110. Gereza la Beni ndilo lenye wafungwa zaidi ikiwa na wafungwa 1,097 lifuatilia na Butembo lenye watu 1,311, huku Lubero ikiwa na wafungwa 12 pekee. Ripoti inaonyesha kuwa ni wafungwa 714 pekee ndio waliokwisha kuhukumiwa rasmi, huku wengi wao wakiwa bado wako katika kifungo cha manusubu wakisubiri kesi zao kusikilizwa, jambo linalochangia msongamano mkubwa zaidi. Wafungwa katika magereza wanaishi katika hali ambayo inaelezwa kuwa karibu na isiyo ya kibinadamu, wakikosa chakula na cha kutosha, dawa pamoja na mahitaji mengi ya msingi. Kutokana na hiyo, shirika hilo la REDO linatoa wito kwa mamlaka za mahakama za kiraia na za kijeshi kuhakikisha usikilizaji wa kesi pamoja na kuachia huru wale wanaoshikiliwa kwa
kwa makosa madogo. Pia inapendekezwa kujengwa kwa magereza mapya ili kupunguza msongamano katika taasisi zilizopo kwa sasa. Ikumbuke kuwa hata mwezi Februari uliopita mashirika ya kiraia katika wilaya za Beni walikuwa tayari wameonya kuhusu msongamano mkubwa wa ukosefu wa rasilimali katika gereza la Kangabahi. Kwa sasa linaendelea kuwa hatari huku magereza yakibeba mzigo mkubwa wa mfumo wa haki jinai na kukabiliana na changamoto za muda mrefu katika eneo hilo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 24 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Tunakushukuru sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Vile vile tunatumaini habari tulizokuletea zimekupa mwanga uelewa na taswira halisi ya kile kinachoendelea ndani na nje ya nchi. Basi endelea kufuatilia Kivu News Info kwa taarifa za kweli, haraka na zenye kuaminika. Vile vile usisahau kushirikiana na wengine habari hizi ili nao wapate kujua kile kinachoendelea. Na endelea kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza yako unakutana nasi kupitia mtandao huu wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kule comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, nini Kivu News Info mbara siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi sina la ziada, acha nikutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na uende tena tutanane baadaye kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye. Basi baki salama, asubuhi njema, bye bye na chao.